Tunakushukuru Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, asante. Tuna shauku kubwa tena Bwana ya kusikia zaidi kutoka kwako. Tufundishe basi yote ambayo Bwana umekusudia tuyajue. Tuko tayari Bwana, neno hili likalete badiliko la kweli katika maisha yetu. Nijalie mtumishi wako neema ya kusema tu yale ambayo Bwana umetukusudia kuyasikia na kuyapokea. Badiliko hilo likaanze kufanyika halisi kwenye maisha yangu, lakini pia kwenye maisha ya wote wanaosikia na kujifunza pamoja nami. Lihimidiwe na libarikiwe jina lako mwaminifu, kwa sababu utatusemesha, utatusikizisha, na Roho wako Mtakatifu atatusaidia kuyapokea mambo haya na kwenda kuyaishi katika kila eneo la maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Tunaendelea na sehemu ya 3 ya mfululizo wa somo letu la ushindi dhidi ya vita za maisha. Sehemu ya 3 ya mfululizo wa somo letu la ushindi dhidi ya vita za maisha. Tulipokuwa tunaanza katika mwanzo wa somo hili, tulisema ya kwamba maisha yana vita ambazo zinakuja katika maisha ya mwanadamu katika sura tofauti tofauti. Lakini katika vita hizo zote Mungu amekusudia watoto wake tuwe washindi katika kila vita ambazo tunapigana katika safari ya maisha. Narudia tena. Maisha ni safari ambayo imebeba vita zinazokuja katika sura tofauti tofauti. Na katika kila vita utakayopambana katika siku za kuishi kwako, Mungu amekusudia mwisho wa vita hiyo iwe ni nini? Ni ushindi. Na tulizungumza tukasema, ushindi kwenye maisha ya Mkristo sio jambo ambalo tunalitafuta. Ni jambo ambalo tayari Yesu alilikamilisha msalabani. Yaani Yesu alipokufa na kufufuka, alimfanya shetani kuwa kiumbe dhaifu, kisicho na nguvu na kisicho na uwezo. Lakini tunachokifanya ni nini? Tunapojifunza neno la Mungu, linatupa ufahamu na uelewa wa kutusaidia kuufanya ushindi uliopatikana kwenye ulimwengu wa roho ufanyike kuwa halisi kwenye maisha yetu ya nje. Tunaenda pamoja sasa, Bwana asifiwe. Lakini pia tulizungumza tukasema, katika hizo namna mbalimbali za vita katika maisha, ya kwanza tukaiona ni vita ya fikra au vita ya ufahamu, ambayo ndio tulianza nayo na tunaendelea nayo, si ni sawa? Tulipoangalia kwa habari ya vita ya fikra, tuliona ya kwamba ufahamu wako ni eneo la kimkakati ambalo Mungu na shetani wote wanalitazama ili kutimiza malengo na makusudi yao kwenye maisha ya mtu. Ufahamu wa mtu ni eneo la kimkakati ambalo Mungu na shetani wote wanalitazama ili kufanikisha malengo yao kwenye maisha ya mtu. Tukaona wazi kwa uthibitisho wa maandiko ya kwamba mara baada tu ya mtu kuokoka, moja ya kitu ambacho Mungu anashughulika nacho sana ni kubadilisha eneo la ufahamu wake, kutengeneza mfumo mpya wa maisha ndani yake ili aweze kutembea katika kanuni za Mungu. Kwa nini? Kiumbe kipya chenye mfumo wa fikra za zamani hakiwezi kutembea katika maisha ya upya wa uzima. Kiumbe kipya chenye mfumo wa fikra za maisha ya zamani hakiwezi kutembea katika mfumo mpya wa maisha ya uzima. Na ndiyo sababu mtu baada ya kuokoka tunatarajia awe ni mtu anayejifunza neno la Mungu kila siku bila kukoma. Nilizungumza nikasema, naomba tena niwakumbushe, siku unapositisha kujifunza neno la Mungu, umeamua kuanza kurudisha utu wa kale ndani yako. Siku unapositisha kujifunza neno la Mungu, unapoanza kufikiri umejua vya kutosha, unaanza kufungua mlango wa kurudisha utu wa kale. Utaanza kuona tu kuna tabia za zamani zinaanza kurudi. Na katika eneo la vita ya fikra tulisema, silaha kuu ya ushindi dhidi ya vita ya fikra kwenye maisha ya Mkristo ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu ndani yake. Silaha ya kwanza ya ushindi dhidi ya vita ya fikra kwenye maisha ya Mkristo ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu ndani ya muamini. Na naomba niwaambie kitu wanangu kitakachowasaidia.
Shetani haogopi neno ambalo umejifunza, wala shetani haogopi neno ambalo umekariri. Shetani anaogopa neno ambalo umelielewa na ambalo linaleta nuru ya kukuhimiza kufanya tofauti na vile ulivyokuwa mwanzo. Shetani haogopi neno ambalo umesikia, analiogopa neno ambalo umelisikia na ukalielewa na likaanza kukuleta kwenye kulifanyia kazi ili maisha yako yaanze kupokea badiliko. Lakini naomba nikuongezee jambo jingine litakalo kusaidia. Kusikia neno la Mungu pekee haitoshi kubadilisha maisha yako ikiwa hautakuwa na muda wa siri na Mungu wa kujifunza neno la Mungu pamoja naye. Sikia nilichokisema. Kusikia mahubiri kanisani kwenye ibada, kufuatilia mafundisho kwenye vipindi vya TV, kusikiliza wahubiri kwenye mitandao ya kijamii hakuwezi kubadilisha maisha yako kwa kiwango cha kutosha mpaka umefika kwenye kiwango cha kuwa na muda na Mungu sirini wa kujifunza neno lake na kumsikia akilifafanua mwenyewe. Na iko hivi wanangu, niweke vizuri. Neno unaolisikia unapokuwa kanisani linaweza kumfunua Mungu kwenye maisha yako kwa kiwango cha jumla, lakini neno ambalo Mungu anasema na wewe ukiwa pamoja naye sirini litazungumza zaidi na hali yako kulingana na uhitaji wa msaada wa Mungu na uhitaji kwenye maisha yako. Na hiyo ndiyo tofauti. Kwa hiyo ukiishi kwa kutegemea mafundisho tu ya kanisani pekee na usiwe na muda wa kujifunza neno, bado kuna uwezekano wa 100% ukawa na ufahamu mkubwa wa neno, lakini usione badiliko la kweli likitokea kwenye maisha yako. Watu wanaotenga muda na Mungu sirini katika kujifunza neno lake wanapata nafasi ya kuyaelewa mengi ambayo watu waliosikia hadharani hawakuweza kuyasikia. Naomba nirudie. Mkristo anayetenga muda na Mungu wa kujifunza neno lake sirini anapata nafasi ya kusikia sana kutoka kwa Mungu zaidi ya vile Mungu alivyosema alipokuwa na watu wengine hadharani. Na ndiyo sababu wanafunzi wa Yesu walipokuwa wakienda pamoja naye, kuna mahali Yesu alikuwa anafundisha, kuna mahali Yesu alikuwa anaeleza, na kuna wakati watu walikuwa hawafanyi nini? Hawaelewi. Lakini alipokuwa akirudi nao sirini, walikuwa wanamuuliza ili awape ufafanuzi wa kina wa kile ambacho walikisema hadharani. Kwa nini? Muda wa mtu na Mungu sirini unatoa nafasi wa kuyajua mambo mengi sana kuhusu Mungu ambayo Mungu asingeweza kusema wakati alipokuwa akiwa anaongea na watu wote. Mnaanza kunielewa sasa? Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Ni jambo la msingi. Tumesema silaha ya kwanza ya ushindi dhidi ya vita ya fikra kwenye maisha ya muamini ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Usipoliruhusu neno kuachilia neema katika ufahamu wako, kumfunua Mungu na kanuni zake kuwa sauti yenye nguvu kwenye maelekezo ya maisha yako, kuna mahali adui atakushinda kwenye eneo la fikra. Lakini tukaenda mbali zaidi kidogo, tukaanza kuangalia, tukasema shetani anaposhambulia eneo la fikra huwa anaanza kwa kupima kiwango cha uelewa wako wa neno la Mungu ili ajue anakushambulia kutokea wapi. Na tuliona ukweli huo kwa uthibitisho kadhaa wa maandiko. Lakini tukaanza kuangalia namna au njia ambazo shetani anazitumia kufanya vita na Wakristo katika eneo la fikra. Namna, mbinu au njia ambazo shetani anazitumia kufanya vita na waamini katika eneo la fikra. Tukaona jambo la kwanza ni kutuonyesha njia, namna ama utaratibu nje ya kanuni za neno la Mungu. Kutuonyesha njia, namna au utaratibu nje ya kanuni za neno la Mungu. Shetani anapotaka kukushambulia kwenye eneo lako la ufahamu, atakuja na namna zinazoonekana ni mbadala
kukuonesha ya kwamba sio lazima utembee katika njia ya Mungu, sio lazima uenende katika wazo la Mungu ili upate unachokihitaji. Unaweza kutumia namna nyingine na bado ukafanikiwa. Namna yoyote nje ya utaratibu wa Mungu haiwezi kukupa furaha ya kweli, niliwaambia. Na tuliona kwa uthibitisho wa maandiko mengi ambayo tuliyaangalia kwa undani, na tukaona kwamba kwenye hiyo njia ya kwanza ya kutuonesha njia au namna nje ya Mungu, huwa anashambulia kwa namna kubwa mbili. Namna A ni kutufanya tupunguze uzito wa maelekezo ya neno la Mungu ndani ya mioyo yetu, kutufanya tupunguze uzito wa maelekezo ambayo Mungu ameyaweka kwenye neno lake kuhusu maisha yetu. Namba B, nataka nikupe leo B, hata kuizungumza ibada iliyopita. B ni kutushawishi kutokubali mchakato ambao Mungu ameuweka kwa ajili yetu. Kutushawishi kutokukubali mchakato ambao Mungu ameuweka kwa ajili yetu. Kutokukubali mchakato ambao Mungu ameuweka kwa ajili yetu. Naomba nizungumze hapo mambo kadhaa yatakayo kusaidia. Iko hivi, watu wa Mungu, kila hatua ambayo Mungu amekusudia uipitie kwenye maisha yako imekusudia kuongeza thamani kwenye kesho yako. Kila hatua ambayo Mungu anakupitisha kwenye maisha yako imekusudia kuongeza thamani kwenye kesho yako. Mungu ni Mungu wa mchakato. Kwenye kila hatua anayokupitisha, anakupitisha akiwa ana lengo kubwa la kuongeza thamani kwenye maisha yako. Watu wengi hatutaki kupita kwenye mchakato, tunataka vitu vitokee kwenye namna tunayoitaka sisi. Mwambie mwenzako haiendi hivyo. Kila hatua ambayo Mungu anakupitisha amekusudia iongeze thamani kwenye leo yako na kwenye kesho yako. Shetani akitaka kushambulia fahamu zako, atakuonyesha njia nje ya Mungu, alafu atakachokifanya atakuonyesha njia inayoonekana kuwa ni fupi kuliko mchakato mrefu ambao Mungu ameuweka. Okay. Angalia kitabu cha Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 9. Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 9. Biblia inasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Biblia inasema hivi, Yesu alipojaribiwa, shetani alichokifanya, alimchukua na kumweka juu, alafu akamwonyesha utajiri wote uliopo duniani, akamwambia, ukiniabudu nitakupa mamlaka, nitakupa utajiri, nitakupa uwezo, kwa kanuni moja tu rahisi, wewe niabudu. Ilikuwa ni mchakato mfupi tu, lakini Yesu alikubali kutembea katika njia ya mapenzi ya Mungu iliyokuwa inahusisha msalaba, iliyokuwa inahusisha mateso, iliyokuwa inahusisha kifo, iliyokuwa inahusisha aibu, lakini ndiyo njia iliyobeba utukufu wa mwisho aliyoupata, ambao ni mkubwa kuliko shortcut ambayo adui alimuonyesha. Njia fupi katika ufalme wa Mungu haijawahi kuwa ndefu. Yaani Mungu akikuonesha pita njia hii, hata kama ni ndefu, pita hiyo. Shetani atakuonesha mbadala wa njia fupi, lakini uwe na uhakika haiwezi kuwa na mwisho mzuri. Haiwezi kuwa na mwisho mzuri. Yesu akaikataa ile ofa. Nini kilitokea? Angalia Mathayo 28:16 mpaka 18. Mathayo 28:16 mpaka 18. Anasema, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani.
Ilikuwa ni baada ya Yesu kuwa amefufuka. Biblia inaonyesha wazi hapo ya kwamba anapoenda kwa wanafunzi wake akiwa ni mshindi, anamwambia nimepewa mamlaka mbinguni na duniani. Alipewa nafasi ya kupita shortcut, akaikataa, ambayo ilikuwa inampa mamlaka duniani kwa muda. Akachagua mchakato wa Mungu ambao ulimpa mamlaka ya mbinguni na duniani. Alafu Ufunuo anasema na kila goti litapigwa likikiri na kusema ya kwamba Yesu ni Bwana. Yeyote anayechagua njia ya Mungu ana uhakika wa mwisho wenye utukufu kwenye safari ya maisha yake. Andike hilo jambo, unakumbuka, ni yeyote anayechagua njia ya Mungu ana uhakika wa mwisho wenye utukufu mbele yake. Yeyote anayechagua njia ya Mungu ana uhakika wa mwisho wenye utukufu mbele yake. Jambo la msingi sana, na utaona ukweli huo hicho ninachokuambia kwenye Wafilipi 2 mstari wa 5 mpaka wa 11. Wafilipi 2:5 mpaka mstari ule wa 11. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 mpaka mstari wa 11. Na mstari wa 9 anasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia lile jina lipitalo kila jina. Kwa hiyo namna ya pili ambayo shetani huwa anaitumia kwenye njia ya kwanza anapofanya vita ya mawazo na waamini ni kuhakikisha anawaonesha njia mbadala ambayo inaonekana kuwa ni fupi, badala ya kuamini mchakato ambao Mungu amekusudia upitie. Inua mikono yako na ukiri maneno haya: Roho wa Bwana, nisaidie kuamini mchakato uliouweka katika njia yangu. Ninakataa kupata njia fupi na kukataa njia ndefu iliyobeba utukufu na heshima ya jina lako kwenye maisha yangu. Kila wakati adui atakapo nionyesha njia fupi, nisaidie kuiamini njia yako. Ni jambo la msingi sana, ni jambo la muhimu sana. Namna ya pili ambayo shetani anaitumia kushambulia maisha ya Wakristo wengi katika eneo la vita ya fikra au mawazo ni kuwanyima utayari wa kuagana na jana yao. Kuwanyima utayari wa kuagana na jana yao. Kuwanyima utayari wa kuagana na jana yao. Moja ya mbinu ambayo adui anaitumia kufanya vita na maisha ya Wakristo kwenye eneo la fikra ni kuwafanya watu kukumbatia na kuishikilia jana yao. Sasa naomba nikueleze hapa kidogo. Moja ya sababu iliyowafanya wana wa Israeli washindwe kuingia katika nchi ya ahadi yao waliokufa njiani, na baadhi yao kutumia miaka mingi zaidi ya muda uliowekwa, ni kwa sababu waliondoka Misri, lakini Misri ilikuwa haijaondoka ndani yao. Umenisikia nilichokisema? Moja ya sababu iliyowafanya wana wa Israeli baadhi yao wafe njiani na wasiingie kwenye nchi ya ahadi, na baadhi yao kutumia miaka mingi kuchelewa kuingia kwenye nchi ya ahadi, ni kwa sababu waliondoka Misri kwa miguu yao, lakini Misri haikuondoka ndani yao. Kwa hiyo walionekana ni kama watu wanaoenda mbele, lakini jana yao ikawa inawashikilia na kuzuia hatua zao. Okay. Ona Hesabu 11 mstari wa 4 mpaka wa 7. Hesabu 11 mstari wa 4 mpaka wa 7. Biblia inasema, kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana wa Israeli nao wakalia tena, wakasema, ni nani atakayetupa nyama tule? Twakumbuka samaki tuliokula huko Misri bure, na yale matango na matikiti na mboga na vitunguu. Hawa watu hawa na vitunguu saumu. Mstari wa 6 lakini sasa roho zetu zimekauka, hapana kitu chochote, hatuna kitu cha kutumaini isipokuwa hii mana tu, na hiyo mana ilikuwa mfano wa chembe za mtama, na kuonekana kwake kulikuwa kama kuonekana kwake bedola. Biblia inaeleza habari ya wana wa Israeli
Kuna wakati ambapo walihitaji chakula, Mungu akawapa mana, chakula freshi kutoka mbinguni. Walipoendelea kula mana, ikafika wakati wakachoka, wakaanza kutamani nyama. Inafika wakati wanasema, tunayakumbuka maisha ya Misri ambako tulikula samaki, tulikula nyama, mboga zilikuwa na vitunguu saumu. Hebu ona hao watu akili zao zilivyo mbaya. Wanaona kuelekea kwenye nchi ya ahadi yao ni mzigo mzito, ni heri warudi kwenye nchi ya mateso yao ambapo wanakula vizuri. Unajua, hauwezi kufanikiwa kwenye maisha mpaka umefika kwenye kiwango cha kuthamini mambo ya msingi kuliko chakula. Hauwezi kufanikiwa kwenye haya maisha mpaka imefika kwenye hatua ambayo umeweza kuthamini mambo ya msingi kuliko chakula. Kuna watu hawapendi kufunga, wanapenda kula. Niko pale, utaona tu, nakwambia hivi, utaona. Kwa hiyo unajaribu kuona hawa watu wa nje walipokuwa wanawatazama, wanawaona ni watu wanaoenda kwenye nchi ya ahadi yao, lakini Mungu anapowatazama anawaona ni watu ambao wanazuiliwa na jana yao. Wameamua kwenda mbele wakati fahamu zao zimeshikiliwa na jana ya maisha ya Misri. Okay, naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Ukristo ni maisha ya safari ya kusonga mbele na sio safari ya kubaki mahali pamoja au kurudi nyuma. Ukristo ni safari ya maisha ya watu walioamua kwenda mbele. Ukristo ni safari ya maisha ya watu walioamua kwenda mbele na sio watu walioamua kubaki hatua moja au kurudi nyuma. Hilo ni jambo la msingi sana. Lazima uelewe ya kwamba Ukristo ni safari ya maisha ya watu walioamua kwenda mbele, sio watu walioamua kubaki walipo au kurudi nyuma. Isaya 43:18 mpaka 19, tusome hapo kidogo. Isaya 43 mstari wa 18 mpaka ule wa 19. Isaya 43:18 mpaka 19. Biblia inasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Mungu anazungumza na Israeli, anamwambia msiyakumbuke mambo ya zamani. Kwa nini anaongea nao juu ya mambo ya zamani? Kuna jana ya mtu ambayo inaweza kumzuia kuiendea kesho ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yake. Anazungumza na fahamu zao ya kwamba msiyakumbuke mambo ya zamani. Sasa naomba unisikilize vizuri. Kuagana na jana haimaanishi kusahau yaliyotokea, bali ni kuacha kukaa chini ya utawala wa yaliyopita. Andika hilo jambo sana ukumbuke. Kuagana na jana yetu haimaanishi kusahau yaliyotokea. Kuagana na jana yetu haimaanishi kusahau yaliyotokea, bali ni kuacha kuishi chini ya utawala wa yaliyotokea. Kuagana na jana yetu haimaanishi kuyasahau yaliyotokea, ila kuto kuishi chini ya utawala wa yale yaliyotokea. Hilo ni jambo la msingi sana kwenye maisha yako kulielewa. Na naomba nikwambie jambo jingine litakalo kusaidia. Watu wanaotunza jana mioyoni mwao hawawezi kuuona wema wa Mungu kwenye leo yao. Watu wanaotunza jana yao ndani ya mioyo yao hawawezi kuuona wema wa Mungu kwenye leo yao. Unapokuwa mfungwa wa jana yako, historia ya maisha yako, hata pale Mungu anapotaka kufanya jambo jipya leo, hauwezi ukauona ule wema wa Mungu. Watu waliofungwa na jana yao hawawezi kuuona wema na uzuri wa Mungu kwenye leo yao. Kwa hiyo ni lazima ufanye maamuzi ya kwamba sitakuwa mtumwa na wala sitakuwa mfungwa wa jana yangu.
Utaona kwenye Wafilipi sura ya 3 mstari wa 13 mpaka mstari wa 14. Wafilipi sura ya 3 13 mpaka 14 inatuonesha wazi ya kwamba kuagana na jana yako ni uamuzi. Kuagana na jana yako ni uamuzi. Wafilipi 3:13 mpaka 14. Biblia inasema, ndugu, usijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Paulo anasema siyafikirii yaliyopita, ila na kaza mwendo niiendee ile kesho ambayo Mungu ameiweka mbele yangu. Kuagana na jana yetu haimaanishi kusahau yaliyotokea, lakini inamaanisha kutokuwa watumwa au kufungwa hatua zetu na yale yaliyotokea jana. Utanielewa zaidi nikiwa naeleza aina mbalimbali za jana ya mtu zinazoweza kuzuia hatua zake. Amen. Amen. Utaandika pia, tutasoma hii Mwanzo 19:15 mpaka 17 na 24 mpaka 26. Mwanzo 19 mstari wa 15 mpaka wa 17 na wa 24 mpaka mstari wa 26. Mwanzo 19:15 mpaka 17 na 24 mpaka 26. Utamuona hapo mke wa Lutu ambaye alikuwa anaondoka Sodoma, lakini moyo wake ulikuwa umeambatana na Sodoma na Gomora. Na nini kilitokea? Biblia inasema akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Nini kilifanyika? Alikuwa anaenda mbele wakati fikra na mawazo yake bado yamekamatwa nyuma. Ndicho kitu shetani anachokifanya. Akitaka kufanya vita na wewe kwenye eneo la mawazo, njia ya pili atakayoitumia ni kuhakikisha unakuwa mfungwa wa jana yako. Tamani sasa tukaangalie aina mbalimbali za jana ya mtu zinazoweza kuzuia hatua zake. Aina mbalimbali za jana ya mtu zinazoweza kuzuia hatua zake, ili adui asicheze na wewe kwenye ufahamu wako. Aina mbalimbali za jana ya mtu zinazoweza kuzuia hatua zake. Namba 1, aina mbalimbali za jana ya mtu zinazoweza kuzuia hatua zake. Namba moja, historia ya familia. Namba 1, historia ya familia. Historia ya familia. Utaona kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 11 mpaka wa 16. Tumwangalie Gideoni hapo. Historia ya familia. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 11 mpaka mstari wa 16. Biblia inasema hivi: malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuficha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo hayo yote yametupata? Yako wapi matendo ya ajabu waliotuhadithia baba zetu wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. 14. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoa Israeli na mkono wa Wamidiani. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini katika Manase, na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Gideoni ametokewa na malaika, anaambiwa ya kwamba Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Ngoja nikwambie, Mungu huwa anakuona vile ambavyo amekuumba na sio vile ambavyo mazingira au maisha ya kawaida yanakutafsiri. Anapomwangalia Gideoni, anaona ile nguvu aliyoiwekeza ndani yake, anaona mazingira yake ya nje yalivyokamata na kufunga fahamu.
Biblia inasema alikuwa amejificha akiendelea kutengeneza kule vyakula, akipepeta ngano, akihofia maadui ambao wanakuja kushambulia taifa lao. Shujaa anashindwa kutumia uwezo ulio ndani yake kwa sababu ya fikra zilizofungwa kwenye fahamu zake. Kwa nini? Mtu aliyefungwa fahamu zake hawezi kuyaweza mambo ambayo kuna uwezo wa Mungu ndani yake. Mtu aliyefungwa fikra zake atashindwa kuyaweza mambo ambayo Mungu amempa uwezo ndani yake. Hilo jambo andiko unakumbuka ili kwenye maombi yako ukiwa unaomba. Mtu aliyefungwa fikra au fahamu zake atashindwa mambo ambayo Mungu amewekeza uwezo ndani yake kabisa. Biblia inasema hapo, yule malaika wa Bwana wakati anazungumza naye anamwambia enenda kwa uwezo wako huo. Alafu yeye anaanza kuuliza, nitawezaje kuwashinda Wamidiani wakati mimi katika ukoo wa Manase, ukoo wangu katika kabila la Manase ndio ukoo masikini kuliko koo nyingine zote. Kwa hiyo anaanza kuhusianisha hali yao ya kifedha na kushindwa mambo ambayo alikuwa anayaweza. Alafu anaenda mbali zaidi, anazungumza ishu ya umri wake, ya kwamba mimi kwenye familia yetu ndiye mdogo kuliko wengine wote. Litawezekanaje jambo hili? Gideoni alikuwa ni shujaa, lakini aliyefungwa fikra zake. Alikuwa anaangalia historia ya familia aliyoitoka, anaona kwamba hawezi. Alikuwa anaangalia umri alionao, anaona kwamba hawezi. Nisikilize, nilipokuwa those days nikisoma, nilikuwa nasema hivi, mambo yote makubwa na mazuri kwenye maisha yangu nitayapata nikiwa kijana mwenye nguvu, na sio wakati nikiwa mzee na karibia kustaafu. Unajua, kuna wakati fulani nikiwa nimeanza kazi na nikiwa niko nafanya ujenzi, siku moja akawa amekuja mama yangu na baba, maana walikuwa ni watumishi wa umma na wakati wao wamestaafu. Nilipokuja nikamtembeza pale, akaangalia. Tuliporudi nyumbani akaniambia jambo moja. Akaniambia, mwanangu, nimeshangaa sana namna ambavyo Mungu amekusaidia katika umri mdogo. Akaniambia mambo haya katika nyakati zetu mara nyingi tulikuwa tunatarajia kuyaona mtu akiwa mzee au akiwa amestaafu. Umewezaje kufanya projekti kubwa namna hii katika umri mdogo? Nikamwambia, Bwana akiwa pamoja nami ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini kwenye fahamu zangu nilisema, siwezi kuja kumiliki vitu vizuri nikiwa mzee wakati ambapo sina nguvu ya kuvitumia wala kuvifurahia. Tutapambana hapa hapa nikiwa kijana yani. Gideoni alikuwa amefungwa na historia ya familia aliyokuwa ametoka. Nimeandika hapa nikasema, Mkristo asipokubali kubadilisha fikra zake hawezi kuiendea kesho yake kwa ushindi. Mkristo asipokubali kubadilisha fikra zake hawezi kuiendea kesho yake kwa ushindi. Mkristo usipobadilisha fikra zako ukaanza kuliruhusu neno kuvunja mipaka ambayo maisha yamekuonesha ya kwamba hauwezi kuchukua hatua ya kuiendea kesho yake. Malaika wa Bwana anapomuita shujaa, anapomwambia aende kupambana na adui zao, anasita, anamwambia litawezekanaje jambo hili? Ona sababu za msingi, mimi siwezi. Ngoja nikwambie, moja ya kazi ya neno la Mungu ni kuvunja mipaka kwenye fikra zako ili kukuhamasisha kuchukua hatua kuyaendea yale ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako. Moja ya kazi ya neno la Mungu unaposikia ni kuvunja mipaka ya fikra zako, ni kuondoa ngome zilizojengwa kwenye fahamu zako ili kuamsha shauku ya kukufanya kuchukua hatua kuiendea kesho ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili yako.
Muhimu sana kuelewa hilo jambo. Kwa hiyo Mungu akawa anamsemesha yale ambayo anaweza kuyafanya. Kumbuka tulisema silaha kuu ya ushindi dhidi ya vita za fikra kwenye maisha ya mwamini ni ufahamu sahihi wa neno la Mungu. Wakati ambapo fikra za Gideoni shujaa zimefungwa, anaogopa kuchukua hatua kuwakabili maadui, Mungu anamsemesha neno ambalo lilienda kuvunja vizuizi vya historia ya familia aliyotoka ili kuweza kuchukua hatua kuwaendea maadui. Inawezekana unatoka kwenye familia ambayo mawazo ulio nayo ni makubwa kuliko historia ya familia yenu. Ile kwamba hakuna mtu ambaye amewahi kuweza kwenye hilo jambo kwenye familia yenu haimaanishi na wewe utashindwa. Tunapompokea Yesu tunakuwa ni watu tusiozuilika, kwa sababu tunayaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu. Ni muhimu sana kuelewa hilo jambo. Bwana asifiwe. Bwana wasifiwe. Na naomba nikwambie jambo jingine. Hatua za mabadiliko huanza pale tunapoanza kutumia kile tulicho nacho na sio kile tulichokikosa. Hatua za mabadiliko huanza pale tunapoamua kutumia kile tulicho nacho na sio kile tulichokikosa. Hatua za mabadiliko huanza kwa kuchukua hatua ya kuanza kutumia tulicho nacho na sio kile tulichokikosa. Wakati mwingine shetani anazuia hatua zako kwa sababu anakuonesha ni kama hauna rasilimali za kutosha, ni kama ulichonacho ni kidogo, ni kama hautaweza. Hapana, katika ufalme wa Mungu huwa hatuzuiliwi na kile tulichokikosa, ila huwa tunakubali kuanza na kile ambacho Mungu ametujalia kuwa nacho. Anamwambia enenda kwa uwezo wako huo. Enenda kwa uwezo wako huo. Mungu atafanya mambo makubwa kwenye maisha yako kutokea katika kile alichokiweka ndani yako. Mungu atafanya mambo makubwa kwenye maisha yako kutokea kwenye kile alichokiweka ndani yako. Ni jambo la msingi sana hilo kufahamu. Mungu atafanya mambo makubwa kwenye maisha yako kutokea kwenye kile alichoweka ndani yako. Alimuuliza nini Musa? Una nini mikononi mwako kwenye bahari ya Shamu, si ndio? Akamwambia fimbo. Mungu akaanza naye kutokea pale. Wale watu ambao Yesu walikuwa wanafunzi wake alimwambia waachieni watu waondoke maana chakula hakitoshi. Swali la kwanza Yesu anawauliza, je, kuna nini katikati yenu? Wakagundua kuna mikate michache na samaki wachache. Yesu akaanza na kile kilichokuwepo ili kuleta matokeo ya kile ambacho walikuwa wanakitaka. Anamwambia enenda kwa uwezo wako huo. Ngoja nikwambie, usipotambua na kuthamini chochote ambacho Mungu ameweka ndani yako, Mungu hawezi kukitumia hicho kubadilisha maisha yako. Wengi huwa mnapuuza kuna uwekezaji Mungu amefanya ndani yenu, lakini hamwezi kuchukua hatua. Unahisi ni kama hautoshi, unahisi ni kama hauwezi, unahisi ni kama hakitakupeleka popote. Anamwambia enenda kwa uwezo wako huo. Gideoni anazungumza habari ya historia ya familia yake. Mungu anapuuza historia ya familia yake, anaongea naye kuhusu uwekezaji alioufanya wa nguvu ndani yake. Andika jambo hili litakusaidia. Ulicho nacho hata kama kinaonekana dhaifu, kina uwezo wa kukupa ushindi mkubwa endapo utakubali kukitumia pamoja na Mungu. Ulicho nacho hata kama kinaonekana kuwa dhaifu, ulicho nacho hata kama kinaonekana kuwa dhaifu, kina uwezo wa kukupa ushindi mkubwa endapo utakubali kukitumia pamoja na Mungu. Utaona ukweli huo kwenye Yohana sura ya 6 mstari wa 9 mpaka ule wa 11. Yohana sura ile ya 6 mstari wa 9 mpaka mstari wa 11. Utaona pale habari ya ule muujiza ambao Yesu aliufanya kwa habari ya mikate na samaki wachache ambao walikuwepo.
Naomba tuendelee tena mbele kidogo. Ukiangalia hayo maandiko vizuri ya habari ya Gideoni, utagundua jambo ya kwamba vita kubwa ya Gideoni ilikuwa kwenye fahamu zake kuliko katika kupambana na adui zake. Yaani Wamidiani aliyokuwa anawaona kuwa ni jeshi kubwa, alikuwa hawezi kuwashinda kwa sababu alikuwa ameshindwa vita kwenye fahamu zake. Na ndiyo maana Mungu akajua ya kwamba huyu jamaa nisipoenda kufungua fikra zake, nisipokwenda kushughulikia ngome kwenye fahamu zake, hakuna siku atachukua hatua kuwakabili adui zake. Kwa hiyo kifungo kikubwa cha Gideoni hakikuwa Wamidiani, kilikuwa ni fikra zake. Tunapojifunza neno la Mungu, kazi mojawapo ambalo neno linafanya ni kuangusha kila ngome na mawazo yaliyo kinyume na Mungu, ili kutufanya kuwa washindi kumkabili adui na Mungu kutuonekania kwenye maisha yetu. Ni jambo la msingi sana kuelewa. Jambo jingine la pili ambalo shetani analitumia kama kifungo cha jana ya mtu au jana ya mtu. Jambo la kwanza tumeona ni nini? Historia ya familia. Jambo la pili ni hali yoyote iliyodumu kwa muda mrefu. Jana ya mtu inaweza kuwa hali yoyote iliyodumu kwa muda mrefu. Inaweza kuwa historia ya familia au hali yoyote ambayo imedumu kwa muda mrefu. Iko hivi wanangu, hali yoyote inapodumu kwa muda mrefu ndani ya mtu, huanza kutengeneza umiliki kwenye fikra zake na kutafuta nafasi ya kutawala maisha yake. Hali yoyote inapodumu kwa muda mrefu kwenye maisha ya mtu, huwa inafungua mlango wa adui kuanza kupata umiliki na kuanza kuyatawala maisha ya yule mtu. Inafika wakati mtu na hali yake wanazoeana na kutengeneza urafiki. Hali yoyote inapodumu kwa muda mrefu katika maisha ya mtu, huanza kutengeneza umiliki kwenye fikra zake na kutafuta nafasi ya kutawala maisha yake. Utaona kitabu cha Yohana sura ile ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 9. Yohana sura ile ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 9. Biblia inasema, baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwaye kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wake wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomuona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi. Mwambie jirani yako, amekuwa hali hiyo siku nyingi. Kumbuka inatajwa amekuwa kwenye hiyo hali miaka 38. 38 sio umri wake, 38 umri wa tatizo lake. Elewa sasa eh? Tuendelee mbele. Yesu alipomuona huyo amelala 6, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, akamwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni Sabato siku hiyo. Huyu ndugu amekaa kwenye changamoto yake ya kupooza muda wa miaka 38.
Yesu anatokea mahali pale, anamkuta huyu mtu amekuwa mfungwa wa hali iliyokaa muda mrefu. Anaulizwa, je, unataka kuwa mzima? Anamwambia, Bwana, yamkini niko hapa kwa sababu sina mahali pengine pa kwenda. Nimeshajaribu mara kadhaa, nimeshajitahidi kwa macho yangu kwa muda wa miaka 38, nimemuona malaika akishuka, lakini kila nilipojitahidi ilishindikana. Kwa hiyo ni kama anamwambia Yesu, hili jambo haliwezekani, limeshindikana miaka mingi. Fahamu zimefungwa. Kumbuka tulisema neno la Mungu linapokuja kwenye maisha ya mtu, si ndio? Moja ya kazi yake ni kuvunja ngome ambazo adui amejenga kwenye fikra, ili kuamsha shauku ya mtu kuchukua hatua. Yesu akamwambia neno, jitwike godoro lako uende. Alipoliamini na kuchukua ile hatua, Biblia inasema akapokea uponyaji wake. Inahitaji kuliamini neno la Mungu ili kuvunja ngome ambazo adui amejenga kwenye fahamu za mtu dhidi ya tatizo ambalo limekaa kwa muda mrefu kwenye maisha yake. Kuna watu ambao wameugua kwa muda mrefu kiasi ambacho magonjwa yamegeuka kuwa yao. Anakwambia, huu ni ugonjwa wangu. Ugonjwa wako utakuua kama ulivyosema. Lile neno ambalo Yesu alilisema likaenda kushughulikia ngome ambayo ilikuwa imejengwa kwenye fikra. Jana ya huyu mtu ilikuwa ni tatizo ambalo limedumu kwa muda mrefu. Usiruhusu chochote ambacho kimekaa kwa muda mrefu kwenye maisha yako, hali yoyote ambayo hata kama imekutesa namna gani, isifike wakati ukahitimisha ndani yako kwenye fahamu zako ya kwamba hii hali haitabadilika. Haijalishi imekaa muda gani, haijaisha mpaka imeisha, tutaendelea kuikabili mpaka kuhakikisha imeyaachia maisha yako. Ni muhimu sana kuelewa. Unakumbuka habari ya yule mwanamke aliyetokwa na damu muda wa miaka 12? Nilimpenda sana. Biblia inasema hivi, alitumia mali zake zote alizokuwa nazo zikaisha, lakini hakupona. Ila jambo moja hakupoteza tumaini. Hakufika wakati akaruhusu kukaa kwa lile tatizo kwa muda mrefu kuhitimisha ya kwamba hakuna kitakachobadilika. Siku moja aliposikia Yesu akiwa anapita mahali, akajipenyeza katikati, akaenda akagusa pindo, akapona. Kwa nini? Hali yake ilidumu muda mrefu, lakini fahamu zake ziliendelea kuamini juu ya uponyaji. Usiruhusu chochote kilichokaa kwa muda mrefu kwenye maisha yako kama jana yako kuzuia hatua zako. Ni muhimu sana kuelewa jambo hilo. Bwana asifiwe. Jana ya mtu inaweza ikawa nini? Jana mtu inaweza kawa historia ya kushindwa. Jana ya mtu inaweza kuwa historia ya kushindwa. Inawezekana kuna mambo umewahi kujaribu kwenye maisha yako mara kadhaa, na kila ulipojaribu ulitarajia kupata matokeo mazuri, lakini maisha hayakukupa matokeo yale uliyoyatarajia. Kwa hiyo kuna wakati unapojaribu kuchukua hatua, unajikuta moyo umeinama. Kwa nini? Kuna sauti inakwambia, hata jana ulijaribu ukashindwa, unafikiri leo utaweza? Jana yako inaweza kuwa ni historia ya kushindwa katika mambo ambayo ulijaribu kufanya, lakini haikuwezekana. Naomba niwaambie, chochote ambacho ulishindwa kwenye jana yako ni nafasi ya kukutengeneza ili kufanya vizuri kwenye kesho yako. Ndilo jambo unakumbuka. Chochote ambacho nimeshindwa kwenye jana yangu ni fursa ya mimi kujitengeneza ili kuweza kwenye kesho yangu. Unajua mtu anayejaribu ni mzuri zaidi kuliko ambaye hajawahi kujaribu kabisa. Chochote ambacho ulishindwa kwenye jana yako ni nafasi ambayo inaweza kutumika leo kujitengeneza, kujiweka sawa ili kufanya vizuri kwenye kesho yako. Watu wengi kwenye maeneo ambayo walishindwa kwenye jana yao, wanachokiangalia ama wanachoondoka nacho ni ile hisia za kushindwa waliposhindwa, lakini walijifunza nini? Hawataki kuliangalia hilo. Chochote ambacho umewahi kushindwa kwenye jana yako
kinapaswa kukuleta chini, kufanya tathmini ya kina, kuangalia ilikuwaje ikashindikana. Kwa nini nilijaribu sikuweza? Ninatakiwa kufanya nini? Natakiwa kuboresha nini? Natakiwa kuongeza nini? Ili unaporudi tena kwenye eneo lile lile, mazingira ya kupokea ukiwa ni mtu tofauti na yule ambaye alikushinda jana. Jana ya mtu inaweza kuwa ni historia yake ya kushindwa, lakini pia jana ya mtu inaweza kuwa nini? Ni hatia ya makosa ambayo mtu amewahi kufanya kwenye safari ya maisha. Jana ya mtu inaweza kuwa hatia ya makosa ambayo mtu amewahi kufanya kwenye safari ya maisha. Watu wa Mungu, naomba niwaambie, watu wengi katika safari ya maisha wameshindwa kuchukua hatua ya kwenda mbele kwa sababu adui anatumia hatia za makosa yao ya jana ambayo tayari walikwisha yatengeneza na Mungu na mambo yakawa sawa, kuwaonesha ya kwamba Mungu bado anakudai. Naomba niwaambie wanangu, Mungu akisamehe amesamehe. Na ndiyo maana katika maisha, hata kama kuna eneo uliwahi kukosea, usiruhusu watu wanaokukumbusha na kukuonesha makosa ya jana yako ambayo ulishatengeneza na Mungu wako kuzuia hatua zako. Shetani ni mwongo, na ukiweza kushinda hatia za jana yako baada ya toba uliofanya na Mungu wako, shetani hawezi kuzuia hatua zako. Na watu wengi wakiwa wamekosea katika maisha, moja ya kosa wanaolifanya, wanaanza kusikiliza watu wanasema nini. Unajua, swala la toba ni wewe na Mungu. Sasa kama Mungu amekusamehe, haimaanishi na watu watajua umesamehewa. Wewe na Mungu ndio unajua mmesamehewa, ila huko nje wanajua umezingua. Tunaenda pamoja eh? Kwa hiyo jambo la msingi sio kuwaonesha au kuambia watu ya kwamba nimetengeneza. Anza kuishi maisha ambayo wao wenyewe wakikuona wanajua huyu ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu, sio yule wa jana. Siku moja, masaa 24 yanatosha Mungu kubadilisha historia ya mtu. Siku moja, siku moja. Kuna watu jana yao iliyowazuia ni hatia za makosa, na iko hivi, Roho wa Mungu anaposemesha moyo wa mtu huwa anamuita mtu kwenye toba. Ukiona umekosea na moyoni mwako sauti inakuambia kuchagua kwenda mbali na Mungu, huyo sio Mungu. Huyo sio Mungu, ni adui. Na naomba nirudie wanangu, na nimekuwa nawaambia hapa, naomba nirudie tena. Kuchagua kwenda mbali na Mungu ni kuchagua kwenda karibu na mauti yako mwenyewe. Kuchagua kwenda mbali na Mungu ni kuchagua kwenda karibu na mauti yako mwenyewe. Mimi nilimpenda sana mwana mpotevu. Mwana mpotevu alipokosea, lile jamaa limepewa mali ya baba, limetumia vibaya kwa anasa, maisha yakaanza kuwa magumu. Biblia inasema hivi, siku moja akazingatia moyoni mwake, akatafakari ndani, akasema hivi, nitarudi kwa baba, nitakwenda kumwambia nimekosa. Mwana mpotevu, moja ya kitu ambacho alishinda vita ya fikra. Alishinda vita ya fikra. Kwa nini? Yamkini kuna sauti zilikuwa zinamwambia, sijui kama ukirudi nyumbani baba atakupokea. Ona hasara kubwa ambayo umeisababisha. Unadhani ukirudi nyumbani ndugu zako watakuonaje? Na unaujua moyo wa yule kaka yako ulivyo mbaya. Si mlikuja kumuona kaka mtu baadaye? Alikuwa anamjua. Kwa hiyo ni dhahiri ya kwamba kulikuwa na sauti nyingi ambazo zilikuwa zinaendelea kuusemesha moyo wake. Lakini nini yule bwana aliamua? Aliamua kushinda vita ya mawazo. Akasema, vyovyote itakavyokuwa nitarudi nyumbani kwa baba. Hatia ya makosa yake
haikumzuia kurudi mbele za Mungu kwa toba. Naomba niwasisitize wanangu, usiruhusu adui kukuhukumu kwa dhambi zako za zamani ambazo Mungu alikwisha kusamehe. Biblia inasema mtu akiwa ndani ya Kristo anakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, tazama anakuwa mtu mpya. Jana yako haupaswi kuiruhusu kuzuia hatua ya kuiendea kesho yako. Shetani anapofanya vita kwenye eneo la fikra, jambo atakalolifanya ni kuwafanya watu kwenye fahamu zao kutokuwa tayari kuachana na jana yao. Jambo la mwisho, jana yako inaweza kuwa nini? Ni mafanikio ambayo umefanikiwa kuyapata kwenye maisha yako. Jana yako inaweza kuwa ni mafanikio ambayo umefanikiwa kuyapata kwenye maisha yako. Kuna baadhi ya watu akiweza kufanikiwa kwenye maisha, akifanikiwa kwenye huduma, akifanikiwa kwenye elimu, kuna kiwango akifika anaona amemaliza, anaona inatosha, hawezi kuwa na ndoto kubwa zaidi. Nimewaona hata baadhi ya watu kwenye huduma na utumishi, namna ambavyo walikuwa wanamtafuta Mungu kwenye mwanzo wao, lakini kuna kipindi fulani huduma ilipofika kwenye hali fulani, anaanza kuona inatosha, anaanza kuona ni sawa, sio yule tena aliyekuwa na shauku ya kumtafuta Mungu. Jana ya mtu inaweza kuwa kiwango cha mafanikio ambayo umefanikiwa kuyafikia kwenye leo yako. Tumekusudiwa kukua kutoka utukufu hata utukufu. Mungu hajawahi kufurahishwa na stagnation kwenye maisha ya mtu. Mungu hajawahi kupenda kuona hatua za mtu zinadumaa. Anatamani kuona kila siku maisha ya mtu yanapokea hatua mpya, yanapokea hali nyingine. Kwa hiyo jana yako inayoweza kukuzuia kwenye eneo la fikra inaweza ikawa ni kiwango cha mafanikio kwenye eneo lolote la maisha ambalo umeweza kulifikia kwenye leo yako. Vita ya fikra ni vita ambayo adui akikuweza, maeneo mengine yote kwenye maisha yako yanadumaa na hakuna kitu kitakachoendelea. Naomba tusimame. Sibuka TV.